Unapopokea nafasi yako katika jina la Yesu, karibisha mtu, mwambie karibu katika uwepo wa Bwana. Baada ya kupokea nafasi yako kwa muda kidogo, pokea nafasi yako kwa muda kidogo kabisa. Unajua Bwana atakubariki katika jina la Yesu. Leo nashukuru huyu mfalme wa falme, nashukuru Bwana, nashukuru huyu dadi amekuwa mwaminifu, amekuwa pamoja na sisi, ametulinda wiki yote mzima na ameturejesha mahali hapa tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amekuwa pamoja nasi wapendwa, na tumemwona mkono wake, hajatuachilia kwa maadui zetu, ametuweka mahali pa juu, na ndiposa leo tumekuja kumwabudu, ndiposa leo tumekuja kumsujudia katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo asubuhi ya leo muda kidogo nataka nikasome neno la Bwana kutoka kitabu cha Isaya 25 mstari wake wa 6. Isaya chapter 25 from verse number 6. Na neno la Bwana nasema hivi: na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, kwa maana Bwana amenena haya. Katika siku hiyo watasema, tazama ndiye huyo Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyo ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Sema amen. Na kwa hivyo asubuhi ya leo kwa dakika kidogo nataka tukaangalie juu ya mlima wa Bwana. Hiyo neno mlima wa Bwana. Bwana asifiwe. Wapendwa, ni vizuri saa ingine kujiuliza na kuelewa na mlima wa Bwana ni nini. Hasa sisi wa Kristo ni vizuri kujua, kwa sababu huwaga tunatoka nyumbani na tunakuja hapa kanisani, na ni vizuri kujua mahali pale tumeenda kufanya nini, nani tumeenda kukutana na yeye, na mahali pale ni wapi. Na leo hii wapendwa, ninaongea juu ya mlima wa Bwana. Na mlima wa Bwana ni mahali ambapo Roho wa Bwana huwaga na kutana na nafsi za wale ambao wanamjua. Bwana asifiwe. Mahali ambapo Roho wa Bwana huwaga na shuka, anakutana na nafsi za watu wake, anakutana na moyo wa watu wake. Na ndiposa mara mingi huwaga unasikia watu wakisema ya kwamba leo na nimekutana na Mungu. Huweza sikia watu wakisema leo nimemuona Bwana. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri kujua mlima wa Bwana ni mahali gani na ni mahali pa aina gani. Ndiposa kama haukuwa umejua, kuanzia leo ujue, na ujue kwa jamani, kama wengine huwaga wanatembelewa katika huyo mlima, na moyo wako uanze kutamani kutembelewa. Bwana asifiwe. Na ndiposa unaona wakati mwingi, wakati watumishi wa Bwana wamesimama hapa, wapendwa, huwaga wanaingia katika anga ya Roho na wanajaribu kuleta mioyo ya watu, nafsi za watu katika uwepo wa Bwana. Na ndiposa unaona waibaji wanapochukua asubuhi, wanapeleka watu kwa kuabudu, wanapeleka watu kwa sifa, ndiposa mioyo yao na mawazo yao iweze kutolewa huko nje, iweze kuletwa karibu na uwepo wa Bwana wa majeshi. Na huo ndio naita mlima wa Bwana. Bwana asifiwe. Mahali ambapo Bwana huwaga na kutana na watu wake, Roho ya Bwana huwaga inakutana na nafsi zetu. Ninakumbuka siku moja Yakobo akaenda akapiga magoti, hata yeye hakuwa amefahamu vizuri, anakaitana mahali pale
wapendwa, na Roho wa Bwana akashuka akakutana na nafsi yake, na wasi ilikuwa wakati alikutana na nafsi yake, ndiposa Yakobo akasema, jameni, kwani hapa ni wapi nimesimama? Kwani hapa ni wapi nimekaa? Kwa sababu nafsi yake ikakuwa connected, nafsi yake ikajua Yakobo yule ambaye amemtembelea ni malaika wa Bwana wa majeshi, na ndiposa akasema Yakobo, leo nimeonana na Bwana ana kwa ana. Haleluya wapendwa, akasema leo nimekutana na Bwana ana kwa ana. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri wakati unapoingia ndani ya nyumba hii huwa unajua kwamba mahali pale nimeingia katika mlima wa Bwana, na ile kitu imenipeleka pale ndiposa nafsi yangu iweze kukutana na huyu Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunaweza kuwa tunakuja katika nyumba hii, tunakuja kama kawaida, na unapokuja kama kawaida wapendwa, utatoka tu kawaida. Unapokuja bila hakuna kitu unajua, wapendwa, unaweza poteza wakati wako mwingi sana katika nyumba ya Bwana ili hali haujajua. Na ndiposa leo ninataka leo tukafahamu, tukaelewe kabisa, wakati nimeingia katika mlima wa Bwana, nimeenda mahali pale, ndio Roho ya Bwana iweze kukutana na nafsi yangu. Sema amen. Na ndiposa Bwana huwaga ameinua watumishi wake, kwa sababu wakati wewe umeingia jamani katika anga ya Roho, wakati wewe umejua ya kwamba leo ile kitu nataka ni Bwana akanena na nafsi yangu, wakati Bwana amekutana na nafsi yako, wakati huo ndio unasikia mpaka mtumishi wa Mungu akiwa hapa, unasikia jamani yale mambo ambayo ananena ni yale ambayo ni yangu, mambo ambayo sijaambia mtu mwingine yote, kwa sababu yule ambaye huwaga anaona katika sirini huwaga anaona yote, na anatembea na jamani anatembelea wale ambao wanamuita katika jina la Yesu Kristo. Na ndipo unasikia jamani sema huyu, kwani hii siri yangu, kwani hii mambo nimefanya, kwani mtumishi wa Mungu jamani kuna mtu alimwambia, mpaka unajishuku na shindwa jamani, kwani kuna mtu alibiona? Wakati umeingia jamani, wakati umeingia katika mlima wa Bwana, wakati nafsi yako, wakati moyo wako, wakati mawazo yako itakuwa connected, Bwana atafunua siri zako zote. Na wakati Bwana anafunua hizo siri, huwaga anazifunua ndiposa aweze kukurekebisha, ndiposa aweze kukurejesha, ndiposa aweze jamani kutembea pamoja na wewe. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri wakati umeingia mahali na unasikia leo Bwana hakika leo ameongea na mimi, hakika leo Bwana amenena juu yangu, hakika Bwana leo ni kama pasta kuna kitu anajua juu yangu, ni kama kuna mahali aliniona. Na wakati unasikia jamani kama kuna hali yako inaguzwa, wapendwa, furahia Bwana wa majeshi kwa kuwa amekuona. Natangaza kuanzia asubuhi ya leo hatutakuwa tunaingia katika huu mlima wa Bwana na tunatoka jinsi tulivyokuja. Tumekuja hapa ndiposa Bwana aweze kunena juu ya hali zetu. Na natangaza leo katika jina la Yesu Kristo, na Bwana aanze kunena juu ya hiyo hali yako, hali ambayo unapitia, hali ambayo haujaambia mtu aweze kuiona katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana makofi. Na ndiposa Yakobo alisema, akasema leo jameni nimekutana na huyu Bwana ana kwa ana. Bwana asifiwe. Unapoingia kwa mlima, unapoingia mlimani, siku moja Bwana akaambia Musa, watu walikuwa wamemsumbua, wanaambia Musa tupeleke kwa huyo Bwana. Naye Bwana akaambia Musa, waambie wakuje walete kwangu kwa mlimani mwangu. So naye Musa akaenda akaambia wana wa Israeli, ninampatia siku 3 muweze kujitakasa, ndiposa tuweze kuingia mlimani mwa Bwana. Wapendwa, na kwa hivyo juu ya mlima wa Bwana ni mahali pa utakaso. Juu ya mlima wa Bwana ni mahali jamani unatakiwa kwenda mahali pale ukiwa umetakasika, ndiposa kwa sababu Roho ya Bwana, Roho wa Bwana ni mtakatifu, aweze kukutana na nafsi yako. Haleluya. Na ndiposa wapendwa, unaonaga mtumishi wa Mungu wakati wamekuja wako wanapeleka watu katika maombi, wanaambia watu jamani, saledeni kwa Bwana, jisalimisheni kwa Bwana,
Ambia Bwana chochote ambacho hakupanda kwako, jamani, king'oke, ndiposa Bwana apate njia ya kupitia. Na kwa hivyo haikuwagi ni bure, ndiposa Roho wa Bwana apate mahali ya kupitia. Wapendwa, kwa sababu sijui kama ushaienda, pengine wewe huwezi jua, lakini mimi ninajua, watumishi wa Bwana wanajua. Ushaingia mahali ambapo watu wamejitanganya, watu wametenda dhambi. Wapendwa, huwaga wako na kazi ngumu sana, huwaga wanajaribu kupenya. Jameni, nakataa. Inabidi unajikuta, jameni, umepeleka wale watu, unaanza ibada tena. Unajikuta jameni, Roho wa Bwana aliye juu yake amepeleka wale watu katika kutubu tena. Ndiposa mbingu iweze kufunguka, ndiposa Roho wa Bwana aweze kupenya kwa hawa watu na kuongea pamoja na wao. Na leo hii wapendwa, ninaongea juu ya mlima wa Bwana. Yakobo anasema alipojua mahali pale malaika ameshuka, jamani, akasema hapa sitaenda bila tu, sitaenda hivyo hivyo, hapa nitainua madhabahu, hapa nitaweka jiwe liwe kama shahidi. Sema amen. Na kwa hivyo mahali alikuwa jangwani, akainua jiwe, akaweka madhabahu pale ya Bwana, mahali ambapo Roho wa Bwana anaweza kuwa na shuka na kupanda. Na leo hii ninapotamka hivyo, wapendwa, nataka nikwambie ya kwamba hata wewe unaweza inua madhabahu ya Bwana mpaka mahali ambapo unakaa. Unaweza inua madhabahu ya Bwana, wapendwa, mpaka mahali ambapo nyumba ambazo unakaa. Inaweza kuwa ni ya kukodeshwa, lakini mahali pale, wapendwa, unaweza ifanya na ikakuwa ya mlima wa Bwana. Unaweza kuwa pahali pale jamani, unasema kuasia leo, nataka katika hii nyumba ambayo nakaa, nataka kuinua, nataka kuifanya ile mlima wa Bwana, ndiposa Roho wa Bwana awe anashuka na kupanda mahali pale. Mahali jamani, kuna mlima wa Bwana umeinuliwa, Roho wa Bwana huwaga anashuka na kupanda, malaika wake huwaga wanashuka na kupanda. Na ndiposa Yakobo anasema jamani, akatazama na akaona kumbe mbingu ilikuwa imefunguka, kuna malaika wanashuka na kupanda mahali pale. Kwa sababu gani? Kumbe ulikuwa mlima wa Bwana, madhabahu ya Bwana ilikuwa imeinuliwa mahali pale. Kulikuwa na roho ya mtu ambayo nafsi yake ilikuwa connected, Bwana apate mahali ya kushuka katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo leo hii wapendwa, imagine hata wewe peke yako ndani ya moyo wako, wapendwa, unaweza inua madhabahu ya Bwana ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Unaweza inua wewe peke yako ndani yako, useme na kwangu sio mimi naishi tena, jinsi Paulo alivyosema, uwe ndani ya moyo wako. Jamani, umeinua madhabahu ya Bwana kwako, ndiposa mpaka mahali unapiga jamani magoti, unapoitana yeye anasikia na anashuka katika jina la Yesu Kristo. Piga Bwana makofi katika mlima wa Bwana. Neno la Bwana linasema asubuhi ya leo, na katika huo mlima nimeandaa halimazakaramayana. Niko naangalia wakati mwingi, wakati huwaga tunaenda kwa maharusi, wakati huwaga tumeitwa kwa masherehe, wakati jamani tumeitwa kwa baadhi. Siku hizi nasikia sikiitwa, unazita aje? Basi nasikia sikiitwa hivyo, sijatembea moja. Lakini naamini mahali ambapo watu huwaga wanaenda na wanasherekea. Na kwa hiyo wakati umeitwa, huwaga unajua mahali pale, kama ni hiyo harusi, mahali pale nitakula na nishibe. Kama ni hizo basi, unajua kwamba mahali pale kuna kusherekea. Na kwa hivyo chochote kizuri, wapendwa, kinaweza patikana mahali pale. Kama nikukua, najua pale nikienda nitatoka kama nimekula vizuri. Haleluya. Na ndiposa wanadamu wengi, wapendwa, tuwaga tunajua, mawazo yetu inajua, na macho yetu yanatazamia hapo tukina ni kukula na kushiba. Na ukienda hapo, kama haujakupata na ile ulikuwa unahitaji, wewe unasikia hiyo harusi leo kwako haijanipamba, kwa sababu kile ambacho ulikuwa umeenda hujapata. Lakini uko umeenda pale, unataka upate kachoma, lakini unataka kasipisi kamoja, na ukini unasema jamani, huko kulikuwa na upungufu, haiko imetosha.
kwa sababu sijasherekea jinsi nilivyokuwa nataka. Na kwa hivyo kwa macho ya mwanadamu huwaga tunatazamia hayo, lakini leo katika jina la Yesu ninaomba Bwana mapona leo na akakufungue macho yako ya roho, uwe connected na leo hii nikakupeleke katika mlima wa Bwana. Wapendwa, wakati umeingia katika mlima wa Bwana, nataka mawazo yako leo na ikaweza kufunguka, na natangaza kwa jina la Yesu Kristo kila magereza ya mawazo ambayo huwaga inashika wa Kristo ndiposa wasiweze kupambanua, leo natangaza na ikavunjike kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza ikavunjike in the mighty name of Jesus. Ndiposa ninapoingia katika nyumba ya Bwana niwe naingia mahali pale kukiwa kuna kitu natarajia. Halo wapendwa, kuna vitu ambazo macho yako haioni, lakini kwa mawazo yangu huwaga ninajua nikiingia katika ule mlango kuna mambo katika anga ya roho itatendeka ambayo macho yako haioni. Halo, Bwana asifiwe. Sijui kama hii ni ngumu. Wapendwa, wakati unaenda harusi uwaga mawazo yako inajua tayari pale ni kukula na kukunywa. Wakati unaenda hizo basi unajua pale ni kusherekea. Haleluya. Mambo ambayo yanaonekana kwa macho, lakini wapendwa, katika mlima wa Bwana kumbe Bwana huwaga anaandaa karamu. Kumbe katika mlima wa Bwana kuna karamu ambayo Bwana huwaga ameandaa vitu vinono ziko pale katika mlima wa Bwana, vitu ambavyo vitakupendeza ziko pale katika mlima wa Bwana. Na kwa sababu jameni, Wakristo wengi huwaga mawazo hajafunguka, ndiposa huwaga wanaingia tu waingie na watoke. Lakini kuanzia leo naomba Bwana wa majeshi katika ndani ya nyumba hii, kuanzia asubuhi ya leo ninatangaza kwa jina la Yesu, hatutaingia kawaida, tutaingia mahali hapa tukijua kuna kitu Bwana ameandaa kwa sababu yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa kiroho, katika anga ya roho, wapendwa, neno la Bwana nasema na katika mlima wa Bwana Bwana atawafanyia karamu. Na leo hii ndani ya nyumba hii kuna karamu Bwana ameandaa ndani ya nyumba hii. Kuna vitu vya dhamana, kuna sherehe za kusherehekea ambazo Bwana ameandaa juu ya mlima huu kwa sababu ya wana mtoto wake. Sema amen. Na kama ni hivyo jamani, ninatamani kutoka hapa nikisema leo na Bwana amekutana na mimi katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, na ninafurahia Bwana kwa sababu katika mlima wake wapendwa huwaga ananipitisha katika mlima wake. Yeye Bwana wa majeshi huwaga jameni anatokelezea watu wake, huwaga kuna ishara. Yakobo akasema hakika leo nimekutana na Bwana ana kwa ana. Na kwa hivyo katika mlima wake wapendwa, wakati ametembelea watu wake huwaga kuna ishara ya kwamba mtu atasema kweli na leo Bwana amenitembelea katika jina la Yesu Kristo. Na ndiposa neno linasema ya kwamba na katika siku hiyo wakati huo waseme ya kwamba na ule Mungu tuliyemngojea ndiye huyo ameshuka na ameonekana kwetu. Amen. Naomba Bwana mabwana, kwa sababu najua Wakristo wengi wapendwa wakati mwingi tuwaga tumegojea. Ninasikia nikakwambia asubuhi ya leo ni kwa muda kidogo tu. Wapendwa, ni kwa muda kidogo tu na Jehova aweza kujidhihirisha kwako, uweze kujulikana kuna Mungu na kukakuwa na wimbo mpya katika maisha yako. Ukapatikana mtu ambaye ataimba wimbo mpya akisema ya kwamba jameni, na yule Mungu ambaye nimemngojea sasa ameshuka na ameonekana. Yakobo akasema nimekutana na yeye ana kwa ana. Ninaomba Bwana mapona leo katika wiki ambayo tunaingia kukapatikana Mungu atasema jameni, yule Mungu niliyemngojea leo hii nimekutana na yeye, leo hii nimemuona. In the mighty name of Jesus. Pia Bwana mapona mapona. Yule niliyemngojea inaweza imechukua muda, lakini Mungu wetu anakuja. Inachukua imechukua mwaka, lakini kuna Mungu anakuja. In the mighty name of Jesus. Sikia jinsi anavyosema katika mlima wangu kuna chakula nimeandaa sherehe ya ajabu kwa sababu ya watu wangu. Leo katika jina la Yesu, na Jehova akafanye ukatabasamu, Jehova akafanye ukasherekee. In the mighty name of Jesus. Pia Bwana mapona pia Bwana majeshi makofi, na Bwana akafanye na mtu akasherekee.
ndani ya nyumba hii. In the mighty name of Jesus. Neno lake linasema ya kwamba na juu ya mlima wangu jameni nitapaguza machozi. Sio akapaguze machozi ya mtu leo. In the mighty name of Jesus. Leo nakapaguza machozi. In the mighty name of Jesus. Sijui umelia miaka ngapi, sijui ni gani hiyo uko na hofu nayo, lakini ni pamoja nayo lijua kuna kitu Bwana anaona. Kumbe katika mlima huu leo kuna kupaguzwa machozi. In the mighty name of Jesus. Kumbe katika mlima huu kuna kuondolewa aibu. In the mighty name of Jesus. Ninatangaza kwa jina la Yesu, leo na aibu yako na iondolewe. Leo aibu yako na ikaondoke. In the mighty name of Jesus. Neno la Bwana majeshi linasema kwamba aliaibishwa msalabani ndiposa aondoe aibu yetu yote. Na kwa hivyo leo natangaza aibu sio sehemu yako. In the mighty name of Jesus. Sema na aibu iondoke katika jina la Yesu Kristo. Aibu yoyote kwa maisha yangu leo nakutangazia uondoke kwa jina la Yesu. Aibu yote kwa maisha yako natangaza kama mtumishi wa Bwana leo na iondoke. In the mighty name of Jesus. Leo nimefika mahali ambapo ni mlima pa Bwana, mahali ambapo ni majuu, mahali ambapo malaika maelfu na maelfu huwaga wanakutana wakitafuta wa kuhudumiwa. Leo watu malaika wa Bwana akakuhudumie leo na akaondoe hiyo aibu. In the mighty name of Jesus. Rimashakatayanda leo na akaondoe hiyo aibu, akapaguze machozi leo. In the mighty name of Jesus. Piga Bwana mabwana makofi. Siwezi lia tena kwa sababu ya watoto. Leo Bwana anaondoa aibu yangu. Leo Bwana anaondoa jamani matanapaguza machozi. In the mighty name of Jesus. Siwezi lia tena kwa sababu ya hiyo ndoa. Hiyo ndoa iko na mwenyewe jamani. Leo nakaondolea huyu mama yetu ambaye amekutana nayo kwa hiyo ndoa. Natangaza kaboya aibu. In the mighty name of Jesus. Piga Bwana mabwana makofi. Sio kuondolea hiyo aibu katika mlima wa Bwana. Wakati ameshuka huwaka anajimanifesta. Natangaza wetu wa Bwana kuongezeke. Natangaza watu wa Bwana kuongezeke ndani ya nyumba hii. Leo kuna roho wa Bwana wa majeshi. Leo kuna malaika maelfu na maelfu ndani ya nyumba hii katika jina la Yesu. Na kwa sababu kuna karamu ameandaa, kwa sababu leo kuna kusherehekea. Natangaza leo aibu lazima ifike mwisho. Natangaza utubu inafika mwisho. In the mighty name of Jesus. Natangaza asubuhi ya leo yeyote ambaye kuna mahali pana muuma, natangaza leo ni siku ya kusherehekea. Leo ni siku Bwana ameandaa karamu juu ya huu mlima, na kwa hivyo kila utubu ndani ya mwili wako leo na ikaondoke kwa jina la Yesu. Kila utubu wa moyo natangaza iondoke. In the mighty name of Jesus. Sema leo moyo wangu sikia. Leo ni siku ambayo Bwana ameandaa karamu kwa sababu ya maisha yangu, na kwa hivyo leo kila uchungu ndani ya hii moyo ondoka kwa jina la Yesu. Kila uchungu ndani ya hii moyo ondoka kwa jina la Yesu. Tumekataa kubebewa mizigo, tumekataa kubebeshwa mizigo. Imagine uko na uchungu, mizigo ambayo umebebeshwa na hali sio yako jameni. Umebebezwa mizigo kwa sababu ya watu. Leo sitabeba hao watu. Leo ninawaweka chini. Weka hao watu chini. Wacha kubeba huyo mama tena. Wewe wachana tu na yeye. Wewe msamehe tu jameni. Rimashakatayanda. Wewe msamehe tu jameni. Wacha moyo wako utulie. Mimi nimemsamehe jameni. Hata nikimuona moyo wako usiwe na uchungu tena. Hata nikimuona waambia moyo wako kuna mtu naongea na yeye. Huyo mama hata moyo wako ukimuona usiwe na uchungu tena. Mimi nimemsamehe leo. In the mighty name of Jesus. Na sasa Bwana tembea katika maisha yangu. In the mighty name of Jesus. Na ndiposa malaika wa Bwana aliambia Yakobo, umeshindana na wanadamu na wewe umeshinda. Umeshindana na malaika na wewe umeshinda. Sasa nimekuja kwako. Wapendwa, imagine hiyo msiwe na wanadamu. Weka chini Bwana atembee. Hello. Wapendwa, huwezi shindana na malaika kama haujashindana na hao wanadamu. Si wazee tusamehe hao watu. Unajua nafurahishwa na wazee. Wazee hatubebaki hiyo mizigo sana. Na ndiposa naonaga leo unaweza kupata kuna mzee tumepigana makumi na kesho asubuhi tunakula pamoja. Mungu anatusaidiaga sana kama wazee.
Leo hii nataka kwa mama wetu. Leo natangaza mama walio ndani ya nyumba hii, na Mungu anawasaidia, hawatabebeshwa mizigo tena. Hiyo mizigo hata kama walitukosea, jameni, tunaweka kando katika jina la Yesu. Hatutabeba mizigo yao tena. In the mighty name of Jesus. Shida wanadamu, Bwana akuje kwako, ajihidhirishe katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana mabwana makofi. Na ndiposa unaona jamani, mtumishi wa Mungu, saa ingine anawisaga kama ulikuja hapa ukiumwa na sasa umeponywa, inua mikono yako juu. Unakuta watu tayari wameponywa, kwa sababu wakati Roho wa Bwana ameshuka na amekutana na nafsi ya mtu, kama kulikuwa kuna ugonjwa huwaga anaponya. Haleluya! Na hiyo ndio inaitwa huduma ya malaika, wanatafuta watu wa kuhudumia. Na ndiposa leo kama kuna kitu natamani, ni mahali ninaingia na malaika wanashuka wanahudumia watu katika jina la Yesu Kristo. Hata kazi ya watumishi wa Mungu inakuwa imepungua. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio kiwango naangalia, hiyo ndio kiwango naangalia ndani ya nyumba hii, mahali ambapo malaika wa Bwana watakuwa wanatembelea watu katika jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa wanaponywa, walio mioyo iko chini inainuka, walio dhaifu wanakuwa strong katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndio kanisa macho yangu inatazamia, kanisa ambayo itakuwa na utukufu kuliko kanisa la kwanza. Hiyo ndio moyo wangu inatamani, hapo ndio macho yangu yanaangalia, na najua Bwana anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana majeshi makofi. Leo hii ninapomalizia, ninakuomba leo, hata mahali ambapo unakaa, enda hapo ukainue madhabahu ya Bwana hapo, ukaifanya mlima wa Bwana katika nyumba ambazo unakaa katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, unaingia mahali papo ukijua hapa ninaingia kukutana na malaika. Sijui kama kuna mtu ananipata. Leo kila nyumbani kwako, enda utenge mahali katika hiyo nyumba. Useme kuanzia leo hapa ninainua madhabahu ya Bwana. Nataka nikipiga magoti hapa, niwe na malaika wa Bwana wanashuka na wananihudumia katika jina la Yesu. Na wapendwa, wakati umeinua hivyo, mpaka mawazo yako unapoenda kwa hiyo nafasi, unakuwa connected vizuri. Unapojua naingia kwa ile nafasi, naingia kwa mahali pangu, mahali ambapo malaika wanashuka na kupanda, hata usingizi haiwezi kuja. Unasikia hiyo? Mawazo yako ikijua ninaenda nikutana hao, hata kama umechoka kiasi gani, unapoingia hapo, unapopiga magoti, usingizi unaondoka, Roho wa Bwana anashuka, anakuhudumia katika jina la Yesu. Na hiyo ndio natazamia, na hiyo ndio furaha yangu. Wakati kanisa lote litahudumiwa na malaika, nisikie watu wakitangaza ya kwamba nilikuja hapa nikiwa chini, lakini nasikia ndani yangu kuna nguvu. Ya kwamba niliingia mahali hapa nikiwa dhaifu, ninasikia niko na nguvu. Niliingia mahali hapa nikiwa nimekata tamaa, lakini ninasikia kuendelea tena. In the mighty name of Jesus. Nilifika mahali hapa kama nimekata tamaa, sisikii kusonga tena, lakini wakati Roho wa Bwana anaposhuka, jamani, huwaga unasikia kusonga tena katika jina la Yesu Kristo. Na ndiposa Elia alipokuwa amekata tamaa, anaingia kwa shimo, malaika wa Bwana anaposhuka, nafsi yake itamani, malaika wa Bwana anamnenea, anamwambia, sikia, amuka ukwe na ukunywe, safari iko bado ya kusonga mbele. Hapo ndipo anatamani malaika haja papo nitakuwa na hudumiwa. Bwana anashuka, ananena na mawazo yangu, ananena na nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo. Wakati kameni kuna madhabahu ya Bwana mwainua, ndani yako umefanya kuwa mlima wa Bwana. Hata wakati jameni, sikia, umelala, Roho malaika wa Bwana hawatakuwa wanashuka na wanakutembelea katika jina la Yesu Kristo. Hakutakuwa na nafasi ya kwamba unachukuliwa wakati wewe umelala. Hiyo tunakataa katika jina la Yesu. Maroho ya kwenu haitakuwa inakuchukua wakati umelala, hautakuwa unatembezwa wakati umelala. Hiyo tunakataa in the mighty name of Jesus. Sema nakataa katika jina la Yesu Kristo. Ndani yangu ninainua madhabahu
madhabahu ya Bwana. Ndani yangu nainua mlima wa Bwana, mahali ambapo Roho atashuka na kupanda. In the mighty name of Jesus. Piga Bwana mabona makofi. Hii naomba Bwana majeshi. Jamani, unapoingia hapo, siku ukiingia hapa, ninajua mahali pale ninaingia nikakutana na Bwana. Na kwa hivyo ile pasta yuko, hata kama hayuko, hata kama nitakuwa peke yangu, nitaingia hapa na Bwana ashuke. Yakobo aliweka watu wake kwa watu wote, akaingia peke yake. Hata kwako inawezekana. Naweza kuja peke yangu na nitoke hapa Bwana akiwa amenipanguza machozi. Naweza ingia peke yangu na nitoke hapa Bwana amekuwa akinenea katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo leo na connect mawazo yako, ujue kuanzia leo ya kwamba ninaingia hapo na Bwana anashuka na ananitembelea katika jina la Yesu Kristo. Naingia hapo nikiwa mgonjwa, lakini najua nikifika huko sikile niapeka mama. Hata ile siku mtano nimewajeka kabisa. Jamani, anitia wazee. Walitoa kwa nyumba tu, wakikuja tu niaguze huku ndani, waende waachane na mimi. Nitahudumiwa. Haleluya. Hili ndicho kiasi naamini Mungu wangu, ya kwamba ninapoingia hapa, jamani, lazima nihudumiwe. Siwezi rudi jinsi nilivyokuja. Katika jina la Yesu Kristo, leo hukubali kuinua mlima wa Bwana katika moyo wako, katika mawazo yako, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza mawazo yako haitabebwa na kila upepo unaovuma. In the mighty name of Jesus, kila upepo hautabeba mawazo yako katika jina la Yesu Kristo. Sema kila upepo haitabeba mawazo yangu. In the mighty name of Jesus. Kwa sababu nasema hivyo nini? Kwa sababu shetani kila kitu anachezea watoto wa Mungu sana ni kwa mawazo yake, kwa mawazo yenu. Na ndiposa leo unaweza toka hapa, ukifika pale hata hutafika kwa nyumba, usikie kuna kamsiki kamewekwa hapo hivi. Jamani, atakuta mtu kule mawazo tayari imeenda, amependa, amebebo. Na ameanza tu, hata kama anatoka kanisa anakuja tu ameanza kucheza. Amebebo. Na pengine hata hajui hiyo ipo inasema nini, lakini imebeba. Leo katika jina la Yesu, ninakataa kubebwa mawazo yangu katika jina la Yesu. Na ikifika mahali kama hapo usikie kanakuja kakemee katika jina la Yesu Kristo. Na najua hii wiki wengi watatembea. Hiyo kwa sauti kanao kuchanga. Jamani, kanakwambia tumeshindwa. Hako tunatembea. In the mighty name of Jesus. Bado kuna nafasi ya kusonga mbele katika jina la Yesu. Kwa hiyo leo tunainua ndani ya mioyo yetu mlima wa Bwana, ya kwamba mawazo yangu inaweza sikia sauti ya Bwana. Haleluya. Samueli amekaa pale, Bwana anamnenea, lakini hapo amejua ni Bwana. Na ndiposa akaambiwa, enda atakapokuita mwambie Baba, nena nami ninasikia. Bwana asifiwe. Sauti ya kujua sauti ya Bwana, mawazo ambayo inafahamu ya kwamba hiyo sauti nimesikia ni sauti ya Bwana. Sababu neno lake linasema kwamba na mimi nitaachilia sauti yangu, nayo itakuja kwa mawazo yako, nayo itakwambia njia ndio hii, ifuate. Na kwa hivyo leo wiki ambayo tunaingia, wapendwa, ngojea kusikia sauti ya Bwana. Atakuelezea sauti yake, itaguza mawazo yako katika jina la Yesu Kristo. Hata mahali nasio na hapa sasa nitafanya nini? Sauti ya Bwana atateremka, atakujia jamani kwa sauti nyororo, akikwambia Bwana, njia ndio hii, ifuate katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo hii wiki tunainua madhabahu ya Bwana, tunairejesha madhabahu ya Bwana tena. Mahali ilikuwa imeharibika, wewe unaambia Bwana, nitakaze, nirejeshe tena, sauti yako nisikie tena katika jina la Yesu Kristo. Unaambia Baba, nitakaze, nitembelee tena Bwana, in the mighty name of Jesus. Wewe na kwa watumishi wa Bwana, unaambia Bwana, ninarejelea tena, Jehova tabia kwa mawazo yangu, ninenee, nifichulie siri ambazo hatafichulia zi wengine, in the mighty name of Jesus. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Imagine hata kufunulia katika jina la Yesu. Nakumbuka siku moja nikaota ndoto na asubuhi nikasimesahau. Na jaribu kutafakari ile ndoto niliota jana, lakini
lakini haikuji kwa mawazo yangu. Ile kitu niliambia Mungu, wewe Mungu ni mwaminifu. Na haina unionyesha kama ni wewe, nionyeshe tena. Na imagine, ananifunulia tena. Anakuja kwangu, ananena na mawazo yangu. Na sikusahau tena. Nikaipata vizuri. Nikapiga magoti nikaambia Baba, ni asante kwa sababu tayari umenijulisha yale ambayo yako mbele yangu. Na naomba Bwana kama Bwana, nikamwambia sasa Bwana, achilia malaika wako katika ile njia wanitangulie. Imagine, yeye ni mwaminifu. Huyu Mungu wetu ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo na kitu tunafanya leo, kama kuna madhabahu tuliharibu, ya Bwana ndani yetu, leo tunairejesha tena kwa jina la Yesu Kristo. Ile kitu huwa inafuja madhabahu ya Bwana ndani yetu ni dhambi peke yake. Na kwa hivyo leo tunaambia Bwana, tuoshe tena. Tunaambia Bwana, chochote hawakupanda, ondoa tena. Na tunapatia Bwana nafasi ya kututembelea tena, kwa mioyo yetu kutembea tena, kwa familia zetu kutembea tena, katika makazi yetu aweze kutembea tena katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo hii wiki ni wiki ya kuona Bwana. Hii wiki ni ya kukutana na Bwana. Hii ni wiki ya kusikia sauti ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hii sauti wiki ni wiki ya kumkaribia Bwana, sababu neno lake linasema kwamba mnaponikaribia na mimi nitamkaribia. Haleluya. Mnaponikaribia na mimi nitamkaribia. Wapendwa, na kwa hivyo hii wiki tunakaribia Bwana majeshi, na yeye atatukaribia katika jina la Yesu Kristo. Aweze kuonekana, aweze kujihudhurisha, tuweze kuimba wimbo mpya, tuweze kusema jamani, angalieni, huyo ndiye yule Mungu tuliyemngojea, sasa ameshuka na ametenda. Enda leo ukatendewe. Enda leo ukatendewe. Enda leo ukatendewe katika jina la Yesu Kristo. Wote nikiuka sema jamani, huyu ndiye Mungu nilingojea, aniletea amani kwa hii nyumba. Kumbe ni vile sikuwa nimejua. Kumbe yeye ni Simba wa Yuda. Kumbe yeye ni mfalme wa amani. Akitembea kwako, amani inapatikana kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni hiyo, wapendwa, chochote hakupenda kwangu sing'oke. Sema chochote hakupenda kwangu ing'oke katika jina la Yesu Kristo. Chochote iliyoharibu uhusiano leo uondoke. Uhusiano urejee tena. In the mighty name of Jesus. Piga Bwana mabwana makofi. Na kwa hivyo hii ni wiki ambayo naamini Sunday watu watakuja hapa wakisema hiyo wiki, wapendwa, na msifungiliwe, akikutendea. Wapendwa, wewe kuja ushuhudie siku ya Sunday. Hata kama tutashuhudia zote, wapendwa, tunaweza kuja tushuhudie zote, na baada hiyo tumalishe ibada, tumwambie ni asante umetenda katika jina la Yesu Kristo, na tuende nyumbani. Na kwa hivyo hii wiki, wapendwa, ni wiki ya kutembelewa. Wacha Bwana akakutembelee kiasili, ya kutembelee hata katika ndoto, katika kiroho akutembelee. Akikwambia njia ndio hii, akikufunulia kiasili, akikufunulia yote ambayo yamefichwa katika jina la Yesu Kristo. Piga Bwana makofi. Unajua ile kitu Bwana huwa anafanya, anaweza kufunulia jamani siri zote ambazo adui ameyapanga kinyume na wewe. Halo. Bwana asifiwe. Bwana anakufunulia kila siri za adui. Kila zote adui amepanga kinyume na wewe, anakwambia imepangwa hivi na hivi. Na wakati umeona hivyo, unapiga magoti, unapakua kila mipango yao katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo hii wiki tembelewa kwa jina la Yesu. Hii wiki wapendwa, ukaseme huyo ndiye Mungu niliyemngojea na sasa nimemuona. In Jesus name. God bless you. Amen.